Nao wandani wa Rais William Ruto wameendelea kutetea serikali ya kitaifa kuhusu ongezeko katika bei ya mafuta, wakisema inatokana na mzozo eneo la Ghuba na utata katika usambazaji wa mafuta kote duniani. Wakizungumza wakati wa hafla ya harambee eneo la Turbo, kaunti ya Uasin Gishu, viongozi hao wakiongozwa na msaidizi wa Rais Faruk Kibet wamewataka viongozi wa upinzani kutoendelea kuwaadaa Wakenya kuhusu suala hilo, wakisema tatizo hilo ni la kimataifa ambalo limeathiri mataifa mengi zaidi ulimwenguni. Hata wale wamesoma, hata wale wanajua dini, bado wanaongea mambo ya mafuta, kuonekana kwamba rais ndiye anaweka bei ya mafuta juu. Sisi tunauliza nyinyi kama Wakristo, muombeeni mataifa ambayo inapigana. Kenya haina mafuta. Mafuta inatoka nchi za ambaye mataifa ambayo inapigana, ndio mnaona mafuta inaenda juu. Si kwa sababu Kenya hii mafuta inaenda juu kwa sababu sisi wenyewe hatuna mafuta katika nchi yetu ya Kenya. Tukiongea mambo ya bei ya mafuta kati ya Kenya, Uganda na nchi kama Rwanda. Ukienda Rwanda, tarmac roads in Rwanda ni kilomita 2,200, 2,200 kilometers. Ukiingia Uganda, tarmac roads ni 7,000 kilometers. Hapa Kenya, our tarmac roads are 22,000 kilometers. Pesa ya kukarabati hizo lami zisiwe na potholes, ziweze kupitika, itatoka wapi? Si namna hiyo? We have no problem with them, but we have a problem with anyone who profiles any community, including their son, Rigathi Gachagua. Na sisi tumesema tutang'ang'ana na tutahakikisha William Ruto amerudi muhula wa pili.